Ujumbe wa jioni wa Seneta Ole Kina wazua hisia tofauti wakati taifa linakumbwa na simanzi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na kumbuka kusubscribe. Na katika kipindi ambacho taifa linaomboleza kifo cha ghafla cha mwanablogi mashuhuri, ujumbe wa jioni kutoka kwa Seneta wa Narok Ole Kina umezua hisia mseto miongoni mwa Wakenya. Ingawa ujumbe huu ulihimiza amani na mshikamano wa kitaifa, ukimya wa seneta huyo kuhusu ndani wa sakata linaloendelea kupokelewa vyema na sehemu kubwa ya umma. Tukio hilo linajiri wakati ambapo hisia za huzuni na hasira zimegubika mitandao ya kijamii, huku raia wengi wakiendelea kutaka wazi na uwajibikaji kutoka kwa viongozi wao. Wito wa wananchi umetawaliwa na matarajio makubwa kwa viongozi kueleza bayana msimamo yao kuhusu mazingira tata yanayozunguka kifo cha mwanablogi huyo ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa kwenye majukwaa ya kidijitali. Na katika hali ya wasiwasi na mivutano inayoongezeka nchini, kauli yoyote kutoka kwa viongozi inaweza kuwa na athari kubwa. Kwa wengi, kila neno litakalotamkwa na mtu mwenye mamlaka linaweza kuchochea migawanyiko, kusababisha machafuko au hata kuhatarisha maisha. Inaelekea kuwa kwa sababu hii, Seneta Ole Kina amechukua mkondo wa tahadhari, akiepuka kujiingiza kwenye mijadala moja kwa moja au kutoa matamshi yanayoweza kuongeza joto la kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wameeleza kuwa kimya chake kinaweza kuwa ni mbinu ya kuendeleza mshikamano wa kitaifa na kuzuia hali ya mambo kuzorota zaidi. Hata hivyo, ukimya huo umeibua maswali kutoka kwa wananchi wanaotaka majibu, si tu kutoka kwa maafisa wa usalama bali pia kutoka kwa wale wanaoshikilia nyadhifa za kisiasa. Wakati baadhi ya watu wakihimiza viongozi kutojibu kwa jazba na kuachana na mijadala ya kichochezi, wapo pia wanaosisitiza kuwa uongozi wa kweli unahitaji ujasiri wa kusimama na kusema ukweli hata katika nyakati ngumu. Kwao, kunyamaza kimya ni sawa na kukwepa jukumu la kuwatetea wananchi na kutetea haki. Na licha ya sintofahamu hiyo, ujumbe Ole Kina ulijikuta kwenye msingi wa mshikamano wa kitaifa, akisisitiza umuhimu wa kuungana kama taifa na kuendeleza maadili ya upendo na mshikamano. Alitilia mkazo hitaji la kujenga upya imani ya wananchi kwa taasisi za serikali na kuimarisha misingi ya taifa yenye mshikamano. Kwa sasa, hali ya tahadhari inaendelea kutanda nchini, huku wananchi wakiendelea kushinikiza mwelekeo thabiti kutoka kwa viongozi wao, na ni dhahiri kuwa katika mazingira haya tete, sauti za wito wa haki, uwazi na ukweli ndizo zinazotawala mazungumzo ya kitaifa.